Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wangu wa MHAE TV, karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunawatazama waimbaji, na leo tumefika katika Zaburi ya 149. Tuwatazame waimbaji na Mungu anasemaje kuhusu uimbaji. Mstari wa 149 kuanzia mstari wa kwanza, mwandishi anasema haleluya, muimbieni Bwana wimbo mpya, sifa zake katika kusanyiko la watauwa. Israeli na mfurahie yeye aliyemfanya, wana wa Sayuni na wamshangilie mfalme wao. Na walisifu jina lake kwa kucheza, kwa matari na kinubi wamwimbie. Kwa kuwa Bwana awaridhia watu wake, huwapamba wenye upole wa wokovu. Watauwa na waushangilie utukufu, waimbe kwa sauti kuu vitandani mwao. Sifa kuu za Mungu na ziwe vinywani mwao, na upanga mkali kuwili mikononi mwao. Amen. Leo tunataka tuwatazame waimbaji pia. Muhimu hapa nachotaka kuangalia ni kipengele cha mstari wa 3. Na walisifu jina lake kwa kucheza, kwa matari na kinubi wamwimbie. Kitu muhimu hapa, kwa kucheza. Kwa hiyo kuimba sio tu kuimba, lakini lazima namna wimbo unavyotungwa, wapigaji wanavyopiga, basi waruhusu watu pia kucheza. Wimbo huo lazima waruhusu pia watu kucheza. Sio kila wimbo utacheza, lakini inategemea mna waimbaji. Lakini ziko nyimbo zingine za maombolezo hamtaki kucheza, lakini nyimbo za kumsifu Mungu kwa kweli ni vizuri ziwe pia na kipengele cha uchezaji. Sasa kucheza hapa inategemea mwalimu anataka mchezeje. Sasa katika kucheza pia kuna ambatana na mavazi pia. Yako mavazi mengine ukicheza basi ni raha kweli kweli. Lakini yako mavazi mengine ukicheza nayo, hasa kwa wadada na wamama hawa wenye umri, kuna baadhi ya nguo ambazo hampaswi kuvaa wakati mnaimba, hasa nguo za kuwabana na kuwaonyesha maungo yenu. Hizi nguo ukivaa umebana halafu unacheza, na namna na maumbile yenu Mungu alivyowaumba kwa ustadi. Kwa hiyo wakati mwingine utakuta inaachana na wimbo wenu. Kwa hiyo mavazi ni muhimu sana katika uimbaji, maana katika uimbaji kuna kuruhusu pia kucheza. Sasa unapocheza huku umevaa nguo za kubana, hiyo haipendezi kwa watazamaji wako, sijui mbele za Mungu, lakini bila shaka hata mbele za Mungu haipendezi. Kama machoni pa watu hawafurahii baadhi ya mavazi ya waimbaji. Imefikia mahali wachungaji tumeanza kuwa na kazi ya kukemea, kufundisha na kuonya kwamba waimbaji msivae nguo hizi, vaeni hizi. Na kumekuwa na uvaaji wa sare. Kwa hiyo kwaya nyingi zina shona sare zao, yani nguo za kufanana. Lakini pia haitoshi, bado utakuta katika hizo nguo za kufanana mwingine ameishona imeminya kabisa. Sasa ukiangalia, huyu mtu anaimba, anamwimbia nani? Anacheza, anamchezea nani? Anafanya hivi ili nani amuone? Kwa hiyo waimbaji lazima muwe waangalifu sana, kwa sababu mnayemwimbia yuko mbinguni. Huyu ndiye baba wa wote, huyu ndiye aliyeumba ulimwengu huu na aliyeruhusu uimbaji. Sasa kama tutaenda kwa mtindo na namna na matashi yetu, sidhani kama atafurahishwa. Kwa hiyo lazima waimbaji mjitathmini, mjiangalie. Viongozi kiwezekana
kataeni kila mwimbaji ambaye havai kwa maadili ya uimbaji. Kila mwimbaji ambaye hataki kuvaa kulingana na uimbaji wenu, kulingana na maadili ya uimbaji wa kimungu, huyo mkataeni. Mwambie arudi nyumbani, akijua kuvaa vizuri ndipo mruhusu kuja kuimba. Nakumbuka kuna mwaka fulani, sitaki kumtaja huyo mchungaji, alimrudisha dada mmoja nyumbani kwa sababu ya namna alivyokuja ibadani. Alikuja amevaa nguo za mpasuo, nguo za kumbana. Akamwambia, "Kwa nini umevaa hivi?" Anambia, "Hapana, rudi. Ukishajua kuvaa nguo ndio utakuja kwenye kanisa langu." Akataka kung'ang'ania, mbia rudi. Wazee wakamshika yule, wakamtoa nje. Mbia, siku ukijua kuvaa vizuri basi urudi kuja kusali. Kwa hiyo hata kwaya pia ifike mahali tuwe na msimamo kwamba kila mwimbaji awe wa kiume au wa kike basi avae nguo za heshima. Kwa nini? Kwa sababu mle tunatakiwa kucheza. Biblia inasema, "Na walisifu jina lake kwa kucheza, kwa matari na kinubi wamwimbie." Maana yake tunatakiwa pia kurukaruka. Utarukarukaje wakati nguo yako imekubana? Utajiachiaje kwa Bwana kwa kucheza kwa uhuru kama umebanana na nguo yako? Kwa hiyo lazima ujitathmini mwimbaji kwamba huyu ninayemwimbia yuko mbinguni na anapenda heshima. Basi kama huwezi kujiheshimu binafsi, utawezaje kumheshimu huyo wa mbinguni? Kama unaweza kudharau mwili wako na kutaka kuwaonyesha watu, unawezaje kumheshimu Mungu? Kwa hiyo lazima waimbaji pia mjitathmini. Nitaka kusema hayo kwa waimbaji kwamba ni vizuri kumchezea Bwana. Ni vizuri kumchezea Bwana kwa shangwe na kwa kushangilia. Utamshangiliaje huku umebananisha kinguo chako? Utarukarukaje na kufurahi? Kwa hiyo lazima ifike mahali waimbaji mjitathmini. Basi katika jina la Utatu Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, nikutakie baraka za Bwana wewe mwimbaji ambaye unavutwa na uimbaji na unapenda kuimba. Bwana akusaidie uwe mwimbaji bora mwenye kuleta sifa kwa Mungu na kwa watu. Amen.